tuliposema utekaji ni hatari, Polepole hakutuelewa. Leo yuko wapi Polepole? Ametekwa Beni Sanane, ametekwa Mdude Nyagali wa Chadema, ametekwa Kipanya kwa kupiga picha msafara wa Samia Suluhu Hassan uliokuwa na magari zaidi ya 300. Hilo tu linatosha kuteka na kupoteza. Mpaka leo hatujui nini. CCM walikuwa nafikiri wako salama. Tabia ya nyoka uliozoea kumlisha watu, kama Mwalimu Nyerere alivyosema kwamba mtu akizoea kula nyama ya mtu hawezi kuacha. Ndio maana hata simba porini akiua binadamu, akionja nyama ya binadamu, huyo simba, wale watu wa game reserve wanamtafuta mpaka wamuue. Hata wenzake wanaanza kujitenga naye, kwa sababu nyama ya binadamu ina chumvi. Akishaonja tu haachi. CCM walikuwa wanasikia wanasema huyo ni Chadema ametekwa. Pale Tarime wametekwa wana CCM zaidi ya 6. Ametekwa mjumbe wa mkutano mkuu anaitwa Daniel Chonchori. Ametekwa diwani wakati Aganyake Sisa Kiheta. Hiyo ni mwaka jana, mwaka leo hawajulikani walipo. Ametekwa mtu aliyekuwa amepitishwa kugombea kata ya Sirari, anaitwa Sinda Gedeba. Mimi alikuwa binamu yangu, kwa maana ya kwamba baba yangu mimi alikuwa na wake 8. Sinishawaambia hii. Sisi tuko 60 lakini familia mzee wangu tuko 64. Rundo. Baba alikuwa mtu bingwa sana. Sasa miongoni mwa wake wa baba ni shangazi yake na huyo Simba. Sasa mtumie tujenge chama hiki. Na pili, nataka niwashukuru sana mawakili kwa namna ambavyo wamejitolea. Mawakili wetu kuanzia mwanasheria mkuu wa chama Dr. Mshara na mawakili wengine wote masaba ya mkurugenzi wa sheria aliyekuwa wanafanya kazi kwenye mazingira magumu na ya kujitolea sana. Chama chetu hakina ruzuku hata shilingi 100, lakini tumeshambuliwa sana. Tumeshambuliwa sana. Na mashambulizi yote haya yaliaim katika kukiua chama. Lakini kama alivyosema mwanafalsafa wa zamani kwamba he refused to die. Chadema imekataa kufa. Na wao wanaotaka Chadema hivyo ndio watakufa waliacha. Kwa hiyo Chadema iko imara. Na tuko imara kwa sababu yenu, viongozi wetu, toka kwenye kila kata, kwenye kila msingi, kwenye kila wilaya, kwenye kila tawi, kwenye kila jimbo, mikoa. Sisi ndio chama pekee chenye mtandao kwenye nchi hii, kwenye kila kitongoji. Kila kitongoji unachoenda nchi hii utakuta Chadema pale. Na sasa tuna uungwaji mkono wa kiwango cha juu kuliko kipindi chochote. Mimi muda mrefu sana. Naweza kuambia kwa uhakika tunaungwa mkono kuliko kipindi chochote. Jana na sio jana, na wapa mfano wa jana na leo. Jana nilikuwa napita natoka Tarime, nikashuka pale Bunda kunywa chai. Kuna watu wanasafiri pale, wako mle. Ile hoteli ilikuwa gharama, nafikiri mkutano anga. Yaani watu wakanusa niko pale, wakatoka huko nje, wao bodaboda wakaja pale, wale waliokuwa wanashangilia mle, utafikiri tunafanya mkutano. Leo hata hapo mahakamani usione hapo. Hata wale nani wenyewe wanasema tunafurahi kuona watu wa Chadema. Anajifanya rudi nyuma huko anasema baba tunawapenda. Sawa. Wanatupenda.
na wanatupenda kwa sababu sisi ndio tumaini pekee na nchi hii. Kwa kama tuna mazingira haya, neno la Mungu linasema shambani mavuno ni mengi, watenda kazi ndio mnavyosema. Shida iko kwetu sisi ndio. Kama alivyosema wakili, hatujafanya kazi hii kwa bidii kama kazi ya kufa na kupona, kama maisha yetu. Siku tukigundua kwamba kazi ya siasa tunayofanya ndio kazi itakao kusababisha ulale pazuri, ukaelewa hilo kabisa, ndio kazi itakao kusababisha mtoto wako apate elimu inayostahili, ndio kazi itakao kusababisha utibiwe sawa sawa, ndio kazi inayokusababisha unakuja hapa huna hela, ndio kazi inayokusababisha ufikiri watu wanaomiliki nyumba, wanaomiliki magari ni watu walioumbwa speciali na Mungu. Kumbe sio hivyo.